Karibu katika sehemu nyingine ya somo letu utastawi na kufanikiwa. Kama nilivyosema tangu mwanzo, kusudi la Mungu tangu uumbaji ni kwamba wanadamu waishi maisha ya kustawi na kufanikiwa katika kila kitu. Na ndio maana huwezi kuona kwenye mwanzo Mungu anazungumza kitu kingine zaidi ya baraka. Baraka ni nguvu ya utajiri. Amen. Mithali 10:22, baraka ya Bwana utajirisha. Kwa hiyo baraka ni nguvu ya kuleta utajiri. Kwa kifupi, mimi na wewe kama Wakristo ambao tunakubali ya kwamba tumebarikiwa kwa njia ya Yesu Kristo, basi tunatakiwa tuwe matajiri. Amen. Huo ndo ukweli na haipingiki. Hata uingize siasa zako, uingize dhehebu lako, uingize dini yako, ukweli unabaki kuwa ndio huo. Usijaribu kuingiza kitu kingine kama watu wanavyojaribu kuingiza kwamba unajua ni utajiri wa kiroho. Amen. Kwani Adamu alipewa utajiri wa kiroho? Abrahamu aliishi na utajiri wa kiroho. Isaka aliishi na utajiri wa kiroho. Ayubu na utajiri wa kiroho. Wote hawa Biblia inataja kwamba Mungu aliwabariki. Wakina Sulemani, wakina Daudi, wote walikuwa matajiri, na neno liko wazi kabisa kwamba Mungu aliwabariki. Kwa alipowabariki, ile baraka ikasababisha wakawa matajiri. Wakawa matajiri wa nini? Wa vitu ambavyo Mungu aliviumba. Ndio wanasikia fedha na dhahabu, mifugo ya kila aina. Amen. Sasa hicho ni kipindi cha kale. Kipindi hicho ngamia ndio walikuwa wanamilikiwa na matajiri, kwa ni gari, magari ya kifahari. Amen. Kwa hiyo mtu akiwa na ngamia kipindi ndo ana gari la kifahari. Kwa hiyo utajiri wao ulikuwa unaonekana kwa vitu. Baraka ndio. Baraka ya Mungu ni ya kiroho. Alafu inasababisha utajiri katika mwili. Kwa hiyo baraka ambayo mtu anabarikiwa ni nguvu ya Mungu ya kusababisha utajiri. Amen. Okay, baraka hiyo ndio inayoleta mafanikio na kustawi. Kwa hiyo kufanikiwa na kustawi ni utajiri huo, nazungumza hivyo kwa habari ya utajiri. Sisi tumeumbwa sio kushindwa, sio kukosa, sio kuanzisha kitu alafu kife. Hapana, tumeumbwa kufanikiwa. Na Adamu hata alipofanya kosa ambalo liliingiza laana, badala ya baraka kuendelea ulimwenguni, laana ikaingia ulimwenguni. Bado Mungu alimtuma Yesu Kristo kuja kuiondoa hiyo laana, ili sasa mimi na wewe turudi kama mwanzo wakati Mungu ameumba, tuishi kwenye baraka ili tufanikiwe na kustawi. Baraka ya Mungu ambayo tunaamini ya kwamba tupo nayo iweze kutustawisha na kufanikiwa katika mambo yote. Ni mambo gani hayo ambayo tunapaswa kufanikiwa? Ukisoma Mwanzo 1:28 utaona Mungu akambarikia, au akawabarikia Adamu na mkewe, akaambia mwende kazae, kaongezeke, kajaze ulimwengu, mkatawale na kutiisha vitu vyote. Kwa kifupi, aliwapa kumiliki ulimwengu mzima. Kwa hiyo unapobarikiwa ina maana umepewa nguvu ya kumiliki vitu kwa wingi. Amen. Sasa sisi tayari Bwana Yesu ametutoa kwenye laana. Tunafanyaje ili hii baraka ya Mungu iweze kufanya kazi kwenye maisha yetu?
kitu pekee ambacho tunafanya ni kimoja tu: utii wa neno la Mungu. Tunalisoma neno la Mungu, tunajifunza, tunalielewa, tunaliamini, alafu tunalitekeleza, tunalifanya. Amen. Kwa maana nyingine, ili baraka isababishe utajiri kwenye maisha yangu, neno la Mungu liwe ndo kipaumbele changu, kutenda neno la Mungu. Haleluya. Okay. Isaya anasema hivi. Tuliangalia katika sehemu iliyopita. Ngoja tena tuiangalie ile Isaya 55 mstari wa 10 na 11. Kama vile mvua na theluji shukavyo kutoka mbinguni, nayo hairudi tena huko bila kunyeshwa dunia, bila kunyesha dunia na kuichipusha na kuistawisha, ili itoe mbegu kwa mpanzi na mkate kwa mlaji, ndivyo ilivyo neno langu litokalo kinywani mwangu. Halitanirudia tupu, bali litatimiza lile nililokusudia, na litafanikiwa katika kusudi lile nililolituma. Tunachofanya ni nini? Tunalijua neno, tunalitekeleza neno. Lile neno ambalo tunalitenda ndilo linalosababisha baraka za Mungu ziweze kudhihirika kwenye maisha yetu. Sasa nitarudia kile ambacho tuliongea, kwamba neno la Mungu kisha litumia, labda wewe mwenyewe uamue kuacha kuamini, lakini Mungu amelitengeneza kwa namna ya kwamba likitumiwa linabaki pale kama mvua zinavyonyesha na kubaki kwenye ardhi, mpaka ule utajiri au kile ambacho unakitarajia kiweze kuchipuka na kustawi. Amen. Haliondoki kwako mpaka limefanya kile ambacho limekusudiwa kufanya. Haleluya. Kwa hiyo si kwamba ukilitumia neno ndipo Mungu anaanza kujadili kwamba sasa huyu ameshatumia neno tunafanyaje. Hapana. Linafanya kazi, neno linajua nini cha kufanya unapolitumia. Ngoja nikupe mfano rahisi ambao tulishauzungumza. Bwana Yesu alipomwambia Petro njoo, lile neno Petro alipoanza kulitekeleza kwa kutoka na kumwendea Bwana Yesu, lile neno lilifanya maji ya ziwa yasimzamishe Petro. Kwa nini hakumzamisha? Kwa sababu Petro ameambiwa njoo. Petro akaamini hilo neno kwamba ni kwa kuwa Bwana Yesu amesema njoo, nikienda nitatembea juu ya maji. Lile neno kwa kuwa Petro kaliamini, lile neno likafanya maji, nguvu ya neno ikasababisha maji yawe kama nchi kavu kwa Petro. Nguvu ya nini? Iliyopo katika neno la Mungu. Amen. Nikupe mfano mwingine. Elia anakwenda kwa mjane. Anamwambia mjane, niletee mimi kwanza mkate nile. Alafu Mungu anasema hivi, Bwana Mungu anasema, hilo pipa la unga halitakauka, wala chupa ya mafuta itaisha mafuta. Lakini ili unga usiishe na mafuta yasiishe, niletee kwanza mimi mkate. Nitengenezee kwanza mimi. Kwa hiyo utakapotii kwa kunitengenezea mimi,
Lile neno la Mungu linajua nini cha kufanya kwenye unga na kwenye mafuta. Tunajua kwamba yule mjane alitii. Neno la Mungu likampa unga na mafuta kwa miaka 3. Yeye na Elia na mwanae walikuwa wanakula bila kufanya kazi yoyote, bila kulima. Mafuta na unga vilikuwepo. Kwa nini? Kwa sababu alitii alichoambiwa. Haleluya. Kwa tunataka kustawi, tunataka kufanikiwa katika mambo yetu. Siri ipo katika kutii kile ambacho Mungu amekisema. Sio katika kutumia akili, sio katika kufanya vile hivi na vile, sio kuwahi kuamka na kuchelewa kulala. No. Bidii ni muhimu kwenye unachokifanya. Lakini kuwa na bidii kwanza kwenye kutii neno la Mungu. Unajua neno la Mungu linaongelea kuhusiana na kufanya kazi na kutokuwa mvivu. Kwa hiyo usije ukadanganywa eti kwamba unaishi kwa neno la Mungu hakuna unachokifanya. No. Amen. Unakuwa na kazi yako ya kufanya. Huku ukitii neno la Mungu, kazi yako itafanikiwa na maisha yako yatastawi. Haijalishi hata kama kazi yako ni ndogo namna gani, haiwezi kukupa utajiri. Hiyo kazi itafanikiwa. Na utajiri sio lazima utokee kwenye hiyo kazi. Mungu ana namna nyingi ya kufanya vitu. Jambo linaweza likawa ni hilo hilo lakini akalifanya kwa njia tofauti. Waisraeli wanavuka bahari ya Shamu. Mungu anaigawanya bahari. Waisraeli wanavuka Yordani. Yordani haigawanywi. Mungu anaigandisha Yordani. Kwa ni kuvuka kule kule, lakini Mungu aliifanya kwa namna nyingine tofauti. Kwa hiyo huwezi kumkariri Mungu. Kuwa na kazi yako unayofanya, lakini utajiri utegemee kutoka kwa Mungu. Hiyo kazi itafanikiwa. Ila ustawi wako utatoka kwa Mungu. Mafanikio yako, utajiri wako wote utatoka kwa Mungu kwa sababu baraka zinatoka kwa Mungu. Amen. Kwa hiyo neno lile unalolitumia litakuletea kile ambacho unakihitaji. Neno lenyewe linajua nini cha kufanya. Amen. Kwa hiyo huna haja ya kuhangaika wala kuteseka kwamba nifanye nini. Twende Mithali mlango wa 3 mstari wa 1 na wa 2. Mithali mlango wa 3 mstari wa 1 na wa 2. Alafu baadaye nitasoma wa 5 na wa 6. Inasema hivi: Mwanangu, usisahau mafundisho yangu. Natumia Biblia ya Kiswahili ya Neno. Mwanangu, usisahau mafundisho yangu, bali zitunze amri zangu moyoni mwako, kwa kuwa zitakuongezea miaka mingi ya maisha yako na kukuletea mafanikio. Usisahau mafundisho yangu, amri zangu, kwa kuwa zitakuongezea miaka mingi ya maisha yako na kukuletea mafanikio. Haleluya. Hivi ni vitu ambavyo tunavihitaji. Maisha marefu yasiyo na mateso, maisha ya mafanikio. Lakini amesema hivi, haya yote utayapata kupitia mafundisho, kupitia neno. Biblia zingine zimeandika maneno. Sasa hii imesema mafundisho. Kile ambacho Mungu anakufundisha, hicho ukitunze, ukishikilie hicho. Fuata lile neno linavyosema. Liweke neno moyoni mwako. Utapata mavuno ya neno. Haleluya. Kustawi, kufanikiwa kunakuja kwa sababu ya neno ambalo mtu kalishikilia. Neno ambalo mtu analitendea kazi. Ndiyo, tunataka tuombewe, tuwekewe mikono, kila kitu kiende vizuri. Kila mtu anapenda jambo hilo. Kila mtu angependa kuona inafanyika hivyo kwenye maisha yake. Sio mbaya, ni nzuri.
lakini haiwi hivyo kila wakati. Kumbuka wewe ni mtoto wa Mungu. Hautambai siku zote. Wakati unafika unatakiwa utembee kwa miguu yako. Utaombewa mara ya kwanza, itafanikiwa. Baada ya hapo unatakiwa ushike neno, ujifunze neno, ulishike neno, uliamini neno. Usimame kwenye hilo neno mpaka pale ambapo utapata kile unachohitaji. Hilo neno likuletee matokeo. Haleluya. Amen. Ndivyo Mungu anavyopenda, na ni mapenzi ya Mungu kwamba kila mmoja wetu adumu katika neno, apate matunda ya neno, apate matokeo ya neno, yeye mwenyewe kulijua neno. Amen. Kwa hiyo Mithali inatuwekea wazi kwamba ni maisha marefu unayotaka, ni maisha ya mafanikio, ni maisha ya kustawi. Siri ipo katika yale mafundisho ambayo unayapata kutoka kwa Mungu, katika neno, katika kile ambacho unajifunza kwenye Biblia. Amen. Nitaongeza na mstari wa 5 na wa 6. Inasema hivi: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Kwa anaposema usitumie akili yako, bali mtumaini Bwana. Bwana unamtumaini vipi? Watu wanasema tu namuamini Mungu katika hili. Mungu ninajua utanifanyia. Lakini hawaelezi kwamba Mungu atawafanyia kwa namna gani, kwa sababu hawajui neno. Hawana ushahidi wa neno. Alafu jambo lisipodhihirika wanalalamika. Mbona niliomba lakini sikupata? Ni kwa sababu hii. Wewe ulipoomba ulikuwa unategemea, ulitoka hapo ukitegemea akili zako. Na ukitaka kujua kwamba ulikuwa unategemea akili zako, hata wakati wa kumwomba Mungu akusaidie, hakuna neno ambalo uliliomba au kaambia Baba, neno limesema hivi na hivi na hivi. Hauna ushahidi. Kwa ulisema tu Mungu nisaidie, ukaenda zako kutumia nini? Akili zako. Lakini ungekuwa una neno, unajua neno limesema hivi, na unasema Baba, neno limesema hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo na mimi ninaomba unisaidie kwa sababu neno limesema hivi. Hata ukitoka hapo, lile neno ambalo umelitumia kwenye maombi litakwenda kukuletea kile ambacho unakitarajia. Lakini kwa sababu umeomba tu na kusema Baba nisaidie, ulipotoka hapo hakukuwa na usaidizi wowote. Ulienda kutumia akili zako na mapambano yako mwenyewe, na ukaona mkafika mahali hakuna kinachoendelea, ukaona mambo hayaendi, ukaishia kulalamika. Lakini ukiulizwa uliomba, unasema ndio. Ni neno gani ambalo ulilitumia katika maombi? Hakuna. Kwa hiyo huna ushahidi ya kwamba Mungu ataenda kutenda. Mungu atakufanyia. Ndio maana hata ulipotoka hapo uliendelea tu na mambo yako, wala kukumbuka tena kwamba Mungu atakusaidia. Kwa nini nasema kukumbuka? Kwa sababu hukuwa na ushahidi wa maandiko. Una ushahidi gani ya kwamba Mungu atakusaidia? Amen. Ushahidi upo wapi? Neno liko wazi kwamba tutakiwa kutumia akili zetu. Tunatakiwa tumtumaini Mungu kwamba atatufanyia. Lakini unamtumainije Mungu usiyejua wala usiyekuwa na uhakika ya kwamba atakusaidia? Wapi umeona ya kwamba Mungu atakusaidia? Ndio kitu ambacho kinahitajika. Una ushahidi gani ya kwamba Mungu atakusaidia? Au nina ushahidi kwa sababu neno limesema hata niacha wala tanipungukia. Safi. Hapo una uhakika kwamba Mungu atakusaidia. Amen. Nina ushahidi kwa sababu Bwana Yesu amesema mkiomba lolote kwa jina langu mimi nitatenda. Safi sana. Kwa chochote ulichoomba una uhakika kwamba Bwana Yesu anatenda kwa sababu una ushahidi wa maandiko. Hicho ndicho kitu watu wanakosa. Ukishakuwa na ushahidi wa maandiko, lile andiko ulilolitumia
Amen. Neno ni Kristo mwenyewe. Hilo neno halitarudi kwa Mungu mpaka likutimizie kile ulichoomba. Vipi kama huna neno? Vipi kama maombi yako tu ni kwamba Mungu yeye mwenyewe atafanya. Mapenzi ya Mungu yatimizwe. Yapi hayo? Mapenzi gani hayo yatakayotimizwa? Mapenzi ya Mungu ni kile alichokisema. Ni kipi ambacho wewe unakijua? Amen. Kwa hiyo ustawi wetu na kufanikiwa kwetu kunategemeana na sisi kulifahamu neno la Mungu linalohusiana na ustawi na mafanikio au baraka kwa ujumla. Neno unalolijua litumie, litakupatia unachokitaji. Tukutane sehemu inayofuata. Hudumu katika afya na kuzidi kufanikiwa. Amen.